Nyuma ya pazia la pili kulikuwa na sehemu ya pili inayoitwa patakatifu zaidi. Ilikuwa na madhabahu ya dhahabu ya kufukizia uvumba, sanduku la agano lililofunikwa pande zote za dhahabu, ambalo ndani yake mlikuwa na chombo cha dhahabu chenye mana na fimbo ya Haruni iliyochipuka na vibao vya agano. Unamaanisha kwamba ndani ya agano kulikuwa na tawi au fimbo ya mlozi iliyochipuka? Imewekwa moja kwa moja na agano la Elohim. Ufahamu. Inashangaza kwa sababu neno lilotumika hapo kwa ajili ya fimbo ya Haruni, neno fimbo hapo kwa Kigiriki hapa ni rhabdos. Inahusiana na fimbo ya kifalme. Kuna uhusiano hapa kwamba fimbo hii ya kifalme inaweza kuwa hai. Fikiria bibi harusi na Masihi, lakini inawekwa pamoja na agano. Je, chai hii inaweza kutufundisha, kutupa ukweli wa kutosha maishani kiasi kwamba inaweza kutusaidia kuelewa umuhimu wa ketuba yetu, agano letu na Elohim? Menora ina ishara ya umilele. Kuna uhusiano wazi kati ya ujenzi wa menora na muundo wa Biblia. Alfabeti ya Kiebrania ina herufi 22. Menora ina maua 22 katika ujenzi wake kulingana na maagizo ya Torati. Na Tanakhi iliandikwa kwenye magombo 22. Minadokezo hapa, Braham stetofolium, mti wa mzeituni, jina lake la kisayansi, ni mwanachama pekee wa jenasi hiyo ambayo imetokana na neno la Kigiriki linalomaanisha fimbo ya enzi. Hakuna bahati nasibu katika hili, na ni mti pekee uliokuwa unafaa. Huo ndio uliounganishwa moja kwa moja na agano na unaweza kuingia mahali patakatifu. Na yote haya yalikuwa sehemu ya kutoa mwanga katika mahali patakatifu kabla hujaingia mahali patakatifu pa patakatifu. Na asili yake, naamini, ilikuwa tukio katika ramani au kukutana kwa Elohim na Moshe katika kichaka kilichokuwa kikiwaka moto. Sawa. Tuendelee. Mpira. Kwa hivyo tuna mafuta yetu ya kuponda, mafuta haya ambayo yatatumika kwa kitu fulani, tunda lenye chumvi, na sasa tutaelekea kwenye mti huu wa mlozi. Tuna mafuta kidogo. Tunaweza kupokea uponyaji na kuweza kutoa mwanga. Inavutia bila kupondwa. Mahali patakatifu sio mahali ambapo tunaweza kutoa mwanga. Kwa njia hii halisi ambayo Torati ilituagiza tuangalie mchakato huu wote, picha hizi kubwa za kivuli cha hema la ibada na hekalu ambalo lingefunuliwa, kile kilichokuwa hasa kinara cha taa cha dhahabu, kikitambulisha moja kwa moja kama kusanyiko la mapema au kanisa la kwanza linalorudi mahali hapa. Kwa hiyo basi tunakuja tunaona mtini. Kwa hiyo tunatembea katika maji ya uhai na tuna mtini kando ya maji. Sawa, hivyo tunaweza kubaki ndani ya maji. Tunaweza kushiriki mambo haya, hatuhitaji kwenda mbali sana juu ya kingo. Kadri unavyokwenda mbali zaidi juu ya kingo, ndivyo unavyozidi kuwa mbali na maji ya uhai, ndivyo unavyozidi kunyauka, na ndivyo kuna uwezekano mkubwa wa kutoa matunda mabaya. Kaa ndani ya maji. Kwa hivyo mtini ukimaanisha tiana kwa Kiebrania. Hii ina maana ya mtini. Kwa Kigiriki basuke linamaanisha tu mtini. Sawa, hilo halielezei sana, sivyo? Wakati mwingine, hapa ndipo wakati mwingine mambo huonekana wazi kwa kutokuwepo kwake. Wanasema tu kihalisi, mtini. Lakini mtini huu unaonekana kuwa na maana kubwa ya kidini katika imani yetu, matembezi na safari yetu. Katika Bereshit 3:7, na kisha ndipo macho yao wote wawili yakafumbuliwa, wakajua ya kuwa wako uchi.
Kwa hivyo, kushiriki katika mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya kuliwaonesha na kuwafichua wao ni nani. Walifanya nini? Walishona majani Kamboja. Walichagua mti huu. Hilo ni muhimu. Inaitambua. Nao walichukua majani haya ya mtini, walishona majani ya mtini pamoja na kujitengenezea vitambaa vya kiunoni kufunika aibu ya uchi wao. Kuna ufahamu wa jambo fulani. Kwa hiyo wanatumia majani kufunika aibu yao. Sasa, kama huu mti ni sehemu ya safari yetu ya kidini, napenda kupendekeza kwako, je, inawezekana kwamba na sisi tunaweza kushiriki kitu ambacho hakizai matunda au hata matunda mabaya na kutumia majani yake? Kwa maneno mengine, kuficha uchi wetu katika dini. Je, tunajificha nyuma yake? Je, inatumika kwa hili? Inaendelea kusema hivi, lakini yule nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana macho yenu yatafunguliwa, nanyi mtakuwa kama Elohim, mkijua mema na mabaya. Kwa hiyo mwanamke alipoona kwamba matunda yake yalikuwa mazuri kwa kumpa hekima, alikuwa anatafuta hekima. Anatamani kuwa mwenye hekima. Anatazama huu mti wa maarifa ya mema na mabaya. Macho yao wote wawili yalifunguliwa. Nao wakashona majani ya mtini pamoja. Kwa hiyo matokeo ya kula kutoka kwa mti wa maarifa ya mema na mabaya ilikuwa kujificha nyuma yake au pamoja nao kwa kuyatumia. Na Luka 13 mstari wa 6 inasema hivi, na hapa Masihi anakuja. Naye anatoa mfano huu. Mtu mmoja alikuwa na mtini uliopandwa katika shamba la mizabibu, akaja kutafuta matunda juu yake, lakini hakupata kitu. Akamwambia mtunza mizabibu, tazama, kwa miaka 3 sasa, kumbuka maagizo ya Torati, kwa miaka 3 sasa nimekuja kutafuta matunda kwenye mti huu, wala sijapata hata moja. Kwa hivyo haizai matunda hata kidogo. Kwa hivyo anasema, kata. Kwa nini itumie ardhi yote? Fikiria ufuasi. Haizai matunda yoyote, ni kupoteza nafasi tu. Kuna jibu la kuvutia katika mfano huu. Akamjibu akasema, Bwana, acha. Mwaka huu pia, fikiria mwaka wa 4 sasa. Na tazama anachosema hapa. Hadi nitakapochimba kuzunguka na kuweka mbolea. Kwa maneno mengine, jizoeshe ufuasi. Unachokiona katika mfano huu ni kwamba kinahitaji umakini zaidi, inahitaji ufuasi zaidi. Kisha, ikiwa inafaa, vumilia matunda mwaka ujao, vizuri na vizuri, lakini ikiwa sivyo, unaweza kuikata. Kwa hivyo, hii inavutia. Katika picha yake hapa, tunaona kwamba tutawaangalia watu na kufikiri, vema, hawazai matunda yoyote, hawafanyi hivi, waondoe. Acha nifanye kazi na hili. Acha nifanye kazi na hili kwa muda mrefu zaidi. Imetupa hii kwa miaka 4, lakini inavutia, kwani naona upande mwingine. Mtu huyu hana maana, sioni matunda mema maishani mwao, wanajifanya waamuzi na kutoa mashtaka, lakini kuna jambo la kuvutia la kukumbuka hapa. Kuna safari kwa watu. Na ikiwa tutapunguza mapema sana, basi tutakuwa tunachukua nafasi ya Masihi. Hii ndio sababu ufuasi ni muhimu sana. Maneno halisi hapa ni kuchimba, kulima udongo, mbolea, virutubisho vya kitu hiki. Tunapaswa kupata mambo kadhaa yanayoendelea. Naweza kupata matunda kutokana na hili. Lengo ni kushinda, hata wakati bado haijazalishwa. Lakini kile ambacho mtini hufanya na baraka zake na hukumu yake ni kwamba unaanza kutufundisha kwamba ikiwa hii inawakilisha matembezi yetu katika nyumba ya Israeli, ni kiashiria cha matembezi hayo na afya yake inayohusiana.
ikiwa si matunda, matunda mazuri au matunda mabaya. Hakuna kitu kingine katika maandiko kama mtini. Mtini una jambo la kipekee la kupunguzwa matawi. Fikiria kuhusu wanagenzi sasa. Punguza mtini mapema katika maisha yake ili kuanza kuunda umbo unalotaka uchukue. Kupunguza matawi kote kunapaswa kufanyika wakati mmea umelala usingizi. Sawa, hili ni la kuvutia kuhusu kipindi cha usingizi, kwa sababu hiki ni kati ya mwisho wa mwezi mzavuli na majira ya kuchipua. Hivyo tunaona zaidi wakati wa baridi, na hii ndiyo sababu tunafundisha haya sasa. Tuko baada ya mwezi mzavuli, tuko kwenye majira ya baridi, na huu ndio wakati wa kupunguza matawi. Naam, sasa hivi tunapata mafundisho kidogo kuhusu kupunguzwa matawi. Hili linapaswa kutupunguza sisi pia. Hivyo huu ndio wakati wa mwaka wa kuwa na mafundisho ya aina hii. Kupunguza matawi ni jambo zuri kwa mtini wako. Mmea utazaa matunda zaidi ukipunguzwa vizuri. Kupogoa huondoa ukuaji wa zamani na uchochea ukuaji mpya. Mti wenye ukuaji mpya zaidi utakuwa na afya njema. Ikiwa mtini wako uko kwenye chombo, unaweza kukua zaidi ya ule uliopogolewa vizuri. Kwa hivyo hatutaki kupunguza hili. Inavutia sana. Inakupa tu hatua za mazoea ya leo ya kupogoa miti ya mtini. Utaweza kuvuna matunda zaidi kwa kupogoa vizuri. Kwa hivyo itazaa matunda zaidi, matunda mema kupitia ufuasi. Unamaanisha kwa ujumbe kama wa leo, hii inaweza kweli kusababisha kuzalisha matunda bora katika maisha yetu. Kwa sisi kushiriki katika ufuasi na kuanza kupona, tunapata fursa ya kushiriki katika hili. Kwa kupogoa mara ya kwanza, punguza ukubwa wa mmea kwa nusu wakati huu. Unaufunza mti kwa kuufanya uwe mfupi na mnene zaidi. Katika mwaka wa pili, upogoaji unapaswa kuendelea na mchakato wa mafunzo. Unaunda mfumo wa msingi utakaoamua umbo la mti kwa maisha yake yote. Mwaka wa pili wa mtu kuonekana wazi ni sehemu muhimu sana ya safari hii. Hii inaonekana katika mchakato huu wa kupogoa. Hakikisha matawi unayochagua yamesambazwa sawasawa ili yawe na nafasi ya kutosha kukua. Wape nafasi. Akianza utafutaji, Stephen, ondoa matawi yoyote mapya ambayo yangeshindana, na hii inavutia na mbao zinazozaa matunda. Kwa hiyo, ondoa vitu hivyo vinavyozuia matunda mazuri. Chagua matawi yanayochipuka kwenye mbao za matunda unayotaka kubakiza. Ondoa yale yanayokuwa kwa pembe chini ya nyuzi 45 kutoka kwenye tawi kuu. Haya ndiyo yanayokuwa kwa pembe isiyoweza kudumu, yanakuwa dhaifu. Kwa maneno mengine, yanakimbilia njia nyingine. Labda ni jambo la njama katika maisha yao na wanaenda zao. Tunaona watu wakizingatia mambo, wanaondoka na matokeo yake wanakuwa dhaifu. Punguza urefu wa mbao zinazozaa matunda kwa theluthi moja ili kuweka mmea mdogo. Punje. Kata miti ya mtini inapokuwa katika msimu wake wa mapumziko mara 2 kwa mwaka, mwanzoni mwa majira ya kuchipua na mwishoni mwa vuli, kabla ya majira yaliyopangwa ya kuchipua na baada ya majira yaliyopangwa ya vuli. Hulala wakati wote wa baridi, lakini unaweza kuzikata mara tu majani ya miti inayokata majani yanapoanguka kutoka matawi katika vuli. Kwa hivyo unaweza kupata hii wakati huo. Tunafanya hivi sasa kwani ni lazima kupogoa mtini mchanga katika msimu wake wa kwanza wa mapumziko. Sasa, ni nini kinachovutia katika mchakato huu wa kupogoa? Ni sababu ya kuchagua msimu wa mapumziko kwa ajili ya kupogoa miti ya mtini ni kwamba inachukuliwa kuwa moja ya miti inayoitwa bleeding. Kinachovutia ni kile kinachotoka kwenye miti hii michanga ambayo bado hupaswi kula matunda yake. Unapozikata, majimaji meupe hutoka na yanaweza kukasirisha ngozi. Sasa, fikiria kuhusu maziwa ya Tora. Fikiria kinachotokea watu wanapoingia humo na ghafla na wamepata taarifa hizi mpya, kuelewa misingi ya imani. Siwezi kuamini hili. Lakini unapomkata mtu mahali hapo, nini kitadondoka?
kwa bahati mbaya tu kwamba amejenga ndani yake ni kimiminika kama maziwa, na inakera. Hivi ndivyo tunavyofanyiana katika mazingira ya ufuasi. Hatujawa tayari bado kushiriki. Lazima tupitie mchakato huu wa kupogoa. Kutokwa na damu huongeza uwezekano wa ugonjwa ikiwa hautashughulikiwa. Vimelea vina nafasi ya kuingia kwenye mmea kupitia jeraha, lakini kutokwa na damu kidogo hutokea wakati wa majira ya baridi, na hivyo kufanya iwe wakati salama zaidi wa kupogoa. Je, hii haivutii? Kwa hivyo anasema usifanye hivi wakati wa mavuno. Fanya hivyo wakati wa muda kati yao. Wape nafasi. Lakini ni lini tunajaribu kupogoa? Naam, tunaleta vurugu kwenye sabato za kila wiki. Tunaleta vurugu kwa Moedim. Tunapaswa kuwa katika mavuno, tukijaribu kufanya kazi kati ya sikukuu ya vuli na sikukuu ya masika. Lakini tuko bize kufanya nini? Tabia na matunda yote mabaya niliyokuwa nikizungumzia, ambayo nayashuhudia kila mwaka mwilini. Aina zote za kupogoa hutokea wakati ambapo hatupaswi kufanya hivyo. Tunapaswa kuzingatia mambo yanayohusiana na mavuno. Hivyo ndivyo tunavyotembea. Je, mchakato huu wa kupogoa unaweza kutufundisha wakati wa kuangalia na kushughulikia mambo fulani? Ninakubali kwa miaka mingi sikuona hili. Mwedim, huo ndio wakati wa kumkata kaka au dada huyo. Hapana, sivyo. Utafanya vurugu. Naam, itakuwa hivi. Itakuwa fursa yoyote nitakayopata. Kukata. Jambo la kuvutia hapa, Yeshua anakaribia kukaribia jambo fulani hapa. Filipo akamkuta Nathanaeli na Nathanaeli akamwambia, tumemwona. Kwa hivyo Filipo, Shetani na Nathanaeli tumemwona yeye ambaye Musa alimwona. Sawa. Kwa hivyo hawana agano jipya na kila kitu kingine. Wanachokitambua ni kile walichokijua manabii na Torati, maziwa katika sheria, na pia kile ambacho manabii waliandika, Yeshua wa Nazareti, mwana wa Yusufu. Nathanaeli akamwambia, je, kitu chema chaweza kutoka Nazareti? Kwa maneno mengine, ilikuwa ni hali ya chini juu. Filipo akamwambia, njoo uone. Yesu akamwona Nathanaeli akimjia, akamwambia, tazama, Mwisraeli kweli kweli, ambaye hamna hila wala udanganyifu ndani yake. Ya kuvutia. Nathanaeli akamwambia, umenijuaje? Yesu alimjibu, kabla Filipo hajakuita, ulipokuwa chini ya mtini, nilikuona. Kwa maneno mengine, tunda aliloliona chini ya mtini huu lilikuwa la Mwisraeli asiye na udanganyifu. Matunda mazuri. Inavutia. Anaangalia matunda ya mwendo wake. Nathanaeli akamjibu, Mwalimu, wewe mwana wa Mungu. Wewe ndiye mfalme wa Israeli. Anamtambua kama mfalme. Yeshua akamjibu, kwa sababu nilikuambia, nilikuona chini ya mtini. Unaamini? Kwa sababu nilikuambia, nilikuona chini ya mtini. Unaamini? Utaona mambo makubwa kuliko haya. Ninaamini hiyo ni uhusiano wa moja kwa moja na kile atakachokuwa hatimaye kama sehemu ya baraza la Israeli. Ninaamini inahusiana na utawala wa miaka 1000 wa Masihi. Utaona mambo makubwa kuliko haya. Akamwambia, amini na kuambia, utaona mbingu zikifunguka na wajumbe wa Elohim wakipanda na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Wow!
Ninaamini kweli kwamba hili linahusiana na utawala wa miaka 1000. Anatoa kauli kuhusu kitu kinachoweza kuingia na kutoka nje ya eneo la wakati, kama wajumbe wanavyofanya leo. Je, sifa za tunda hili la mtini ni zipi? Angalia hii, huboresha afya ya usagaji chakula. Kwa maneno mengine, kufimbiwa sijaunganishwa kabisa, husaidia kudhibiti kupunguza uzito. Afya ya moyo, husaidia kudhibiti shinikizo la damu, kudhibiti kisukari, hukuza mapumziko bora, kulala, matibabu ya kukosa usingizi, huboresha ubora wa mifupa, upungufu wa chuma, ufufuaji wa mkono wa skeria, hukuza afya ya kupumua na kupumua. Sifa za kupambana na saratani pia. Angalia hii, huboresha uwezo wa kuona macho katika kizazi, inakuwezesha kuona vizuri zaidi. Kwa hivyo mti wenye afya, tunda la miaka 5 lililokaguliwa na Masihi, litakuwa na faida hizi za moja kwa moja kwenye moyo na mwili. Faida hizi kuu 12. Je, kuna uhusiano wowote tena na makabila 12 ya Israeli? Nadhani hivyo. Inafurahisha jambo lililonaswa hapa katika Marko 11:12-14. Siku iliyofuata, muktadha ni hukumu hii. Ametambuliwa kama mfalme, anatangaza hukumu juu ya hekalu, mfumo wa kidini. Hebu tuisome. Siku iliyofuata alitoka Bethania. Alikuwa na njaa. Sawa, kwa hivyo atatangaza hukumu hii kwa mfumo wa kidini. Akiwa njiani, anaondoka, aliporudi kutoka Bethania, alikuwa na njaa. Fikiria njaa na kiu. Fikiria hili kwa maneno ya kiroho. Na kwa mbali, anaonekana mtini wenye majani. Inavutia. Kwa hivyo, anazungumzia kuwa na njaa, na ni mtini utakaotosheleza njaa hii. Alikwenda kuona kama angeweza kupata chochote juu yake. Alipofika huko, hakupata chochote ila majani, kwa maana haikuwa wakati wa tini. Hivi ndivyo anavyofanya. Yuko njiani kuhukumu mfumo wa hekalu, akamwambia, mtu yeyote asile matunda yako tena. Na wanafunzi wake wakasikia. Alitaka wasikie. Sasa fikiria hatai, bwana. Mimi na maagizo tunayoyaona katika maandiko ya kuzaa matunda wakati wa majira na wakati usiofaa. Inavutia sana kuwa shahidi kamili. Matunda yetu yanapaswa kupatikana kwa wote, wakati wote, kuonekana na kushuhudiwa wakati wote. Atatangaza hukumu juu ya mfumo huu wa hekalu, na nadhani hii inahusiana moja kwa moja na kitu fulani, kwa sababu hekalu, hukumu juu ya hekalu la Herode mnamo mwaka wa 70 BK iliharibiwa. Akiwa njiani kurudi kutoka hapa, akirudi baada ya hekalu, mti unaibuka tena na ni nini? Imekauka na haina maji hapo. Kwa hivyo ameenda na kuwaambia, nyi watu mna shida njiani kwenda huko. Uzai matunda. Anaenda na kuwahukumu wanapokuwa njiani kutoka. Imekufa. Na kisha kile ambacho tungekiona kikitimizwa mwaka wa 70 B kilikuwa ni uharibifu wa mfumo huo wa kidini, mtini ule. Kwenye Mathayo 24:34-35, Masihi anasema, jifunzeni kwa mtini. Tawi likiwa laini na kutoa majani, mnajua kiangazi kimekaribia. Vivyo hivyo, mkiona mambo haya yote, alikuwa akimaanisha nini hapa? Kwa kweli, ishara za nyakati za mwisho, kurudi kwake. Mtakapoona mambo yote, jueni kwamba majira ya joto yamekaribia. Hata kwenye lango lenyewe. Amin, nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata mambo yote yatakapotokea. Kizazi gani? Kizazi kitakachoona nyakati za mwisho. Kabla tu ya kurudi kwa Masihi, mbingu na dunia zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Hii ndiyo muktadha ambapo hii imetolewa. Na anasema nini?
Jifunze somo kutoka kwa mtini, mti huu wa imani. Elewa hili, kwa sababu kizazi hiki kikirudi kinaweza kuanza kutoa mwanga, kuponda mwanga na sasa matunda. Hiyo inakuja katika safari hii. Itahitajika kwa wakati huu, wakati kama huu. Kuna jambo lingine dogo la kuvutia hapa lililonakiliwa katika Majaji 9:8 hadi 12. Hii ni aina ya nadhifu. Muktadha wa hili ulikuwa kwamba watu wa Israeli walikuwa wakimwambia Gideoni, ututawale sisi, mwanao na mjukuu wako tia, kwa maana umetuokoa na mkono wa Midiani. Naam, inavutia sana. Midiani, jibu la Gideoni lilikuwaje? Hakutaka. Asingefanya hivi. Tawala juu yako. Sasa tunda hili zuri. Gideoni alitua kauli hii, sitafanya hivi. Anatutawaa. Inavutia hii. Anafariki na kisha mwanawe Abimeleki anakuwa muuaji, anauawa. Ndugu zake na mwana wa Yerubali anaenda Shekemu akiwa na njama moyoni mwake ya kutawala. Na kama sehemu ya mfano huu mzima wa kitakachotokea, na tutaangalia mahali ambapo hili litaishia wiki ijayo, kwa maana ya mfano tuliopewa katika Waamuzi, lakini inashangaza kwamba Yahu mwenyewe sasa atawarejelea watu kama miti, na hasa atatumia mzeituni na mtini, na ataelekeza hasa kwa matunda mazuri. Na jibu la tunda hilo jema ni lipi? Nini kinaendelea hapa? Kwa sababu kutakuwa na kitu ambacho hakitatokea, lakini mzeituni na mtini viko katika hali nzuri hapa. Wakati mmoja miti ilitoka ili kumtia mafuta mfalme juu yake, ikawambia mzeituni, uwe mfalme wetu. Lakini mzeituni ukaiambia, je, niache wingi wangu? Je, niache utajiri wangu ambao Mungu na wanadamu huheshimiwa nao? Kwa Elohim na wanadamu wanaheshimiwa? Na uende ukashike miti, utawala juu ya Unikolai huu. Wanakataa ombi hili, matunda mema. Mtini ukaiambia, je, niache utamu wangu na matunda yangu mazuri, nuende nikawaze juu ya miti? Kwa hivyo jibu lao, hapana. Wanapaswa kuendelea mbele. Inaingia kwenye mzabibu, jibu lile lile, na kisha inafika kwenye kichaka cha brambo. Tutazungumzia hilo wiki ijayo. Mfano unaotolewa hapa kuhusu mtu anayetaka kunyakua mamlaka, kuhakikisha kila mtu mwingine ameondolewa na kutawala watu. Je, njama iliyokuwa moyoni mwa Abimeleki ilikuwa nini? Kuleta mifumo hii ya kidini. Mwenyewe anatumia miti mizuri kama mfano wa jibu. Naona matunda mazuri. Nina matunda mazuri hapa. Sitatii madai yako. Kuwa sehemu ya kitu ambacho hakina matunda mazuri. Kwa hivyo mtini, ufuasi na matunda mema. Kama una afya njema. Haya ndiyo matunda matatu ambayo yote yatatusaidia kutufikisha kwenye sehemu inayofuata ya safari hii. Zote zinatufundisha mambo, zote zina sifa za uponyaji. Wote wanakusudi katika safari hii ya nyikani. Kama tunaweza kuiona kutoka mahali pa mto wa uzima, kutoka kwenye mti wa uzima. Kwa hivyo mzeituni unaoponda roho katika uponyaji na nuru, ufuasi katika maisha, au matunda mabaya, rahisi au bila matunda, njia rahisi, njia pana, hakuna mwanga, giza, matunda mabaya, njia ya uharibifu.
Naam, tutaendelea hadi kwenye mbili za mwisho kati ya Big Five wiki ijayo. Wale ambao hawapo kwa ajili ya kuzaa matunda sasa. Matunda yalipaswa kuwa yamezalishwa, na sasa tuna hatua zinazofuata za safari yetu. Je, tunakabiliwa na chaguo la imani ya maisha au kifo? Fikiria kuhusu hii. Je, kweli tunakabiliwa na chaguo la maisha au kifo? Sio kimwili tu, kiroho. Maandiko yangependekeza hili kwamba hivi ndivyo ilivyo. Ufunuo 26. Heri na watakatifu ni wale wanaoshiriki katika ufufuo wa kwanza wa Yesu Kristo. Utimilifu wa Ngukomoa anashirikiana juu ya vile kifo cha pili hakina nguvu, lakini watakuwa makuhani wa Elohim. Kwa maneno mengine, watapata ruhusa ya kuingia mahali patakatifu na Wamasia, nao watatawala pamoja naye kwa miaka 1000. Je, ni chaguo gani la safari yetu ya imani jangwani? Kutokukatwa, kutopitia kulimwa kwa ardhi, kutokubonyezwa na kutokuwa na nuru, kutokupokea kanuni za uponyaji za mti wa mlozi? Je, ni gharama gani ya kuishi safari ya kidini dhidi ya safari ya maisha? Na safari ya kidini isiyozaa matunda au matunda mabaya ambayo Masihi aliyahukumu, na ile inayozaa matunda mema na kumruhusu kutawala. Inawezekana kwamba chaguzi hizi zina matokeo makubwa kuhusu wapi na jukumu gani tunalochukua katika enzi ijayo. Chagua maisha. Ufunuo uliofichwa. Tutaangalia hili kwa undani zaidi. Na miti hii ambayo haizai matunda bado ni muhimu sana katika Biblia. Tuache hapo. Na tutachukua mapumziko mafupi hapa na tutarudi kwa ajili ya miti ya kidini. Maswali na majibu. Natumaini hili limekubariki. Natumaini unaelewa kwamba wakati mwingine kuingia katika mafundisho haya ya kupogoa, hiyo si mahali pa kulaaniwa au hatia au kile ambacho hatujafanya au unajua kuhukumu moja au haya yote. Lakini kwa kweli, kama tunaweza kusaidiana kulima ardhi, kupata vitu, kupata maji yaliyo hai,